hatuko tayari kushindwa kufikisha malengo yetu kwa kuzuiliwa na TRA. Tunawaheshimu TRA, tuna wasiwasi, tuna pressure kubwa, lakini hatuko tayari kikwazo chetu cha kutimiza malengo msimu huu iwe TRA. Tutafia hapa katika uwanja wa KMC, tutapambana hapa katika uwanja wa KMC, jasho letu litamwagika hapa katika uwanja wa KMC. Kama italazimika kumwaga damu, tuko tayari kumwaga damu hapa kwa ajili ya kupambana kuwatoa TRA. Tunataka ushindi kesho, mnyama aende nusu fainali. Miongoni mwa mchezaji ambaye anaimbwa sana na baadhi ya mashabiki wa Simba kumwogopa kwa upande wa TRA ni Chobwedo. Binafsi unaakiri kwamba Chobwedo ni huenda kama ya kucheza na Chobwe ni kazi ngumu sana. Kumzuia Chobwe ni ngumu. Ni mchezaji mwenye kila kitu, mwenye akili, mwenye nguvu, mwenye kasi, mwenye maarifa. Ni mchezaji ambaye anaweza akachukua mali akaondoka nayo, akaigadi, akaificha. Ni mchezaji ambaye anaweza akakata kona akaingia mwenyewe. Ni mchezaji ambaye anaweza akajaza mtungi kwa kukuta watu. Ni complete man ambaye ana uwezo wa kufanya vitu vyote kwa usahihi wa hali ya juu. Ili kuweza kumdhibiti na kumzuia Chobwe, unahitaji 100% fitness ya mlinzi wako wa kushoto, na wakati mwingine lazima apate usaidizi wa namba 6 kuvunjikia kwake huku kuja kumzuia Chobwe. Ni mchezaji hatari, na sisi Simba Sports Club nasema kwamba it's very tough kwenda kukutana na Chobwe akiwa kwenye ubora wake, lakini wamejipambanua hivi sasa TRA. Hawategemei tu ubora wa Chobwe. Kuna wengine ambao wana uwezo wa kufanya mambo makubwa na wakatishia ngome yenu. Tumejiandaa kwenda kumdhibiti kila mchezaji bora na mzuri wa TRA asiweze kufurukuta kesho, na mnyama tuondoke na ushindi hapa. Asilimia katika ubingwa wa NBC siku chache zilizopita, kuna mabadiliko yote? Asilimia zimeongezeka? Sasa hapa tunazungumzia CRDB. Tusichanganye benki. Kuna sakata juzi la TRA baada ya mchezo na Azam, kuna mambo yalikuwa yanasikika. Kwa upande wenu mmejipangaje, labda nayo tusije tukayasikia ikiwa kikwazo kingine? Sakata gani hilo? Sikika mebiali. Mimi sijasikia. Ukisikia wewe sio lazima na mimi nisikie. Kuna wengine walikuja kwenye game ya TRA kwa wamevaa barakoa kujikinga. Sema matumbo watu waliouma kwa sisi. Kisa? Kisa kijulikani. Kwa ubora wa TRA akikupelekea pumzi ya moto lazima utahisi. Hii inatokea. Inatokea. Wale maisha kawaida. Kwa hiyo ndio sababu ya wengi kupeleka seri. Ukimaliza mechi na TRA unaumwa kila kitu. Ukimaliza mechi na TRA unaumwa kila kitu. Kwa sababu TRA hawapotezi muda. Dakika zile 90 wanazicheza zote zilivyo 90. Kwa hiyo kama una wachezaji goi utatafuta watu lawama tu. Nakwambia. Lakini kuna hili wanasema Elie Mpanzu ana touch nyingi, ana vitu wanamsifia kwa ubora wake, lakini wanasema ana touch nyingi sana akiwa na mpira ambazo mwisho wa siku haziwapi matumaini. Wewe kama semaji, labda mambo ya kiufundi hayo. Wanasemaji barua vipi FIFA ile kusubiria bwana Chama amekuwa akifunga magoli ya kushangaza? Tumewasiliana na wenzetu wa FIFA wasubiri kidogo, kwa sababu tayari tulishawatumia goli la Chama alilolifunga kwenye dabi kwa ajili ya kuingia kwenye kinyang'anyiro cha goli bora la mwaka la dunia. Lakini baada ya muda mfupi Chama akaendelea kufunga tena magoli mengine, kiasi ya kwamba akatuchanganya tupeleke goli lipi na tuache goli lipi.
Kwa hiyo tumeamua kwanza tusitishe, tumwache Chama aendelee kufunga na kufunga. Akichoka Chama ama ligi ikiisha, bana FIFA sasa chukueni magoli 50 ya Chama, angalieni lipi bora hapo ili muweze kwenda nalo. Lakini vile vile jana mchezaji wetu wa Simba Queens Gentrix Shikangwa naye amefunga goli bora ambalo na yenyewe vile vile tunalipeleka Puskas. Ni nadra mtoto kike ana receive mpira alafu ana turn, sijui umeelewe, alafu anaachia mkwaju wa maana. Goli kama lile uweze kuliona kwenye ligi yoyote ya wanawake duniani, na yenyewe tunaona linastahili kabisa kuingia kwenye Puskas. Kwa hiyo tumeyapeleka yote huko, tutapeleka kwa ajili ya kwenda kushindania kinyang'anyiro. Lakini goli la Chama limepata upinzani mkubwa sana kutoka kwa nahodha. Kwenye mechi ya Singida, kwenye mechi ya Dodoma Jiji aliochezea pale Singida, imepatikana Puskas nyingine pale. Goli la Puskas? Lipi sasa? Magoli yalikuwa mengi. Goli la kwanza la Dodoma Jiji ilipigwa semi tiki taka. Na nahodha. Semi tiki taka. Ya Chama ile ni tiki taka mbinuko. Tikitaka mbinuko. Ziko tikitaka kama za aina 3. Kuna tikitaka mnyoko ambayo ni kama ile walipiga Pape Osman Sako, unaipigia hapa. Alafu kuna tikitaka ambayo ni tikitaka mbinuko, ndio kama ile ya Chama, unaipiga kama Van Damme fulani hivi. Alafu kuna semi tikitaka ambayo ameipiga nahodha katika mechi ya Dodoma Jiji, ikazaa goli la kwanza la Dodoma Jiji. Nao ni goli kali ambalo kama Dodoma wasipolipeleka kwenye Puskas au kama timu yake na nahodha wasipolipeleka kwenye Puskas, sisi tutalipeleka. Najitolea. Sisi tutalipeleka bwana, watu wa Puskas, watu wa FIFA, na hili goli linastahili kuingia na sisi tuko radhi Chama akose tuzo ya Puskas, lakini nahodha apate. Lile sio goli la kawaida. Kutokana na ubora wa goli tuseme. Kutokana na ugoli wa bora nini msaje? Kutokana na ubora wa goli na najua goli pia unaangalia madhara yake ni umeona madhara yake. Ile goli limepelekea nini? Limepelekea kipa kasusa. Kwa yote hayo unawaandikia FIFA bwana, hili goli linastahili kwa bora, kwa sababu kwanza ni semi tikitaka, lakini pili kipa alisusa baada ya kufungwa hili goli, maana goli lilimuingia. Kwa hiyo FIFA wana consider vyote hivyo, wanaliingiza kwenye Puskas Awards. Na ile system imesamiaje? Ipi ile? Ile ya semi tikitaka. Wale wenyewe Dodoma Jiji system tatupa mtupi. FIFA ndo watakaosema. Wenyewe Dodoma Jiji kazi yao wameshamaliza. Hawana uzoefu na FIFA, hawana email za FIFA. Kwa sisi ndio tunashughulika kupeleka magoli ya Puskas huko mbele. Semaji sasa hivi hii ndo Simba ambao tulikuwa tukiimba kwa muda wa miaka mingi. Simba ya asali na maziwa. Simba tamu, Simba ambayo inaburudisha, Simba ambayo inakufunga, alafu baada ya mechi wewe mwenyewe mpinzani unafurahi nimefungwa utamu hii leo. Ndio hii Simba ambayo tulikuwa tunataka, Simba ambayo inacheza ukisikia lunyas basi asili yake ndo Simba hii. Yaani mpira unakaa chini, watu wanateleza, wanakufunga kwa ustadi wa hali ya juu kwa kweli. Jamani, asante. Matokeo mazuri katika mchezo huo. Pressure ni kubwa sana kwa upande wetu kwa sababu tunahitaji sana kupata ushindi. Sisi kwetu robo finali sio mafanikio, finali sio mafanikio, sisi kwetu ubingwa ndio mafanikio. Na tutakwenda kucheza na TRA ambaye tunaamini kwake yeye kufika robo finali ni sehemu kubwa ya mafanikio kwa upande wake. Lakini sisi kwetu ndo kwanza safari ya mafanikio ndio kwanza imeanza. Kwa hiyo tuna pressure kubwa, tuna kazi kubwa na lazima tujiandae vilivyo kwenda kuwakabili TRA. Kwa kile ambacho wamekuwa akiendelea kukifanya Clatous Chota Chama, mashabiki wa Simba wategemee ukiona pia katika upande wa CRDB Federation. Wategemee, lakini ili timu iweze kufanya vizuri hatutegemei mtu mmoja. Tunategemea kundi la wachezaji wote 11, kila mmoja
awe kwenye ufanisi na ubora wake tuweze kupata matokeo mazuri. Yes, Chama anaamua mechi, lakini lazima wasaidizi wachezaji wenzake lazima wawe kwenye ubora mzuri, kwa sababu Chama hawezi kutoka na mpira kutoka kwenye goli letu mpaka kwenye goli la mpinzani. Lazima hapo katikati wapasiane, afike ndio afunge. Hasa hawa wa katikati hapa ambao wanapasiana, wanagonga mpaka wanafika, lazima wawe katika ubora wao waweze kufanikisha hilo. Kwa hiyo tunategemea ubora wa Chama uweze kutupa matokeo chanya siku ya kesho, lakini tunategemea uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, kiwango cha mchezaji mmoja mmoja kuweza kufanya vizuri na hatimaye tuweze kupata matokeo mazuri. Unapokuwa na mchezaji aina ya Chama inawaongezea confidence kwenye timu yenu ya kwamba mambo yanaweza kuwa magumu, lakini fulani akatuvusha salama. Kwa hiyo inatuongezea confidence, lakini tunahitaji ubora wa kila mchezaji tuweze kufanya vizuri. Ideali sasa mashabiki wa Simba wengi ukimuuliza kila mtu anataka kombe, na miongoni mwa CRDB Federation muda mrefu amechukua miaka 4 na mechi mna TRA ni mpinzani mgumu. Yapi maneno ambayo unaweza kuwapa mashabiki wa sasa ambao kila ukimuuliza anaimba ubingwa kwa upande wa Simba msimu? Yaani kweli wewe mbona unaangalia huko? Yaani umeniwekea maiki hivi. Tangu mwanzo na au upendi kuniona? Mtu ameniwekea hivi tangu mwanzo, ameweka maiki hivi kama bwana ongea umalize. Kweli? Au nipendi kiwango hicho? Nitazame basi kidogo. Hivi wewe? Unaona aibu? Katoto kadogo kanaona noma. Ndio inavyotakiwa namna. Basi mimi nikajua nipendi wewe nichukie, kwa hiyo unaona ili nalo bana. Hivyo ni sawa semaji kwa mtoto wa kike. Mtoto wa kike lazima awe na haya. Tena sio aibu, haya. Lazima awe na haya mtoto wa kike. Kwa hiyo na haya amekamilika. Sasa mtoto wa kike anakodoa tu mwanzo mwisho, yani naangaliana yani mpaka ngoma nako. Sasa inakuwa sio mtoto wa kike. Ngoma ngumu? Hiyo sio mtoto. Mtoto wa kike lazima awe anaona kidogo kama huyu hawezi kuniangalia machoni. Kama anaangalia goli la Pamieto. Tutai discuss. Tuko katika mbio za ubingwa kwenye mashindano mawili, CRDB na NBC. Kila tukiangalia tunaona kabisa tuna uwezo wa kubeba benki zote mbili hizi, kwa maana ya CRDB na NBC. Lakini kwenye CRDB njia yake haimtegemei yoyote. Kwenye NBC njia yake ya ubingwa inamtegemea mtu mwingine. Yaani kwa sisi Simba kwenye NBC tukishinda michezo yote bado hatuwezi kuwa mabingwa. Tutegemee kitu kingine kitokee, kwa maana mpinzani wetu afungwe na vitu kama hivyo. Lakini kwenye CRDB it's depend na nguvu yetu sisi wenyewe. Tunafanya nini kuelekea katika ubingwa? Na njia ya CRDB ni fupi, tumebakisha michezo 3 pekee tuweze kuwa mabingwa wa kombe la CRDB. Maana tumfunge TRA, twende nusu finali, tumfunge mwingine, twende finali, tumfunge mtu mwingine. Sasa tuko hapo na kila tukipiga hesabu tunaona kabisa ya kwamba tunao uwezo wa kuchukua kombe la CRDB. Na tulisema wazi kwamba huu ni mwaka wa kuchukua mataji yote ama kugawana furaha. Na kwenye kugawana furaha nguvu yetu iko hapa kwenye kombe la CRDB, kwa sababu tunaona huo uwezekano wa kuchukua kombe hili inawezekana. Bahati iliyokuwa mbaya ni kwamba tunakwenda kucheza fainali kwenye hatua ya robo fainali. Mechi yetu na TRA ina hadhi kabisa ya kuwa mechi ya nusu fainali. Ukiangalia standard ya TRA, ubora wa TRA, quality ndio ubora ubora wa TRA, ujasiri waliokuwa nao TRA, ushindani, nguvu, kila kitu kiko kwenye upande wao kwenye eneo la uzuri. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina hadhi kabisa ya kuwa fainali. Ukituangalia na sisi Simba Sports Club tulivyo kwenye ubora wetu. Kwa hiyo tunataka ubingwa wa CRDB, lakini sio mwepesi, kwa sababu mbele yetu kuna kigingi kizito ambacho ni TRA. Lakini yote kwa yote
Tutakwenda kupambana kwa kutumia nguvu, silaha na maarifa yetu yote, twende tukapate matokeo, twende tukapate ushindi, tumtoe TRA na tufanikiwe kwenda hatua ya fainali.